السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tuendelee ndugu Waislamu kufanya ibada katika huu mwezi wa Ramadhan. Tuendelee kujitahidi katika haya masiku machache yaliyobakia, ayyama ma'dudat. Tuendelee kujitahidi katika ibada, tuendelee kupambana kuitafuta Lailatul Qadr, kwani ujira ambao unapatikana katika Lailatul Qadr ni ujira mkubwa. Ni ujira mkubwa. Tupambane katika ibada, tupambane kwa lengo la kupata mafanikio makubwa ya duniani na akhera. Leo biidhnillahi alkarim tutazungumzia zakatul fitr. Zakatul fitri ni mali ambayo anaitoa Muislamu, ikiwa mali hiyo anaitoa kwa ajili yake yeye mwenyewe na wale walioko chini yake, na uwajibu wake unathibiti moja kwa moja pale inapokuwa limezama jua katika usiku wa kuamkia siku ya Eid. Yani kwa maana ile siku ya mwisho ya Ramadhan kuamkia kesho ambayo itakuwa ni siku ya Eid. Yani kwa maana tujalie mwezi umeandama 29, alafu jua likazama. Sasa ule usiku wa kuamkia yaum al-Eid ndipo ambapo sasa inakuwa ni wajibu. Inakuwa ni wajibu katika huo usiku wa kuamkia siku ya Eid. Kwa maana Muislamu anatakiwa aitoe hiyo zakatul fitri kwa ajili ya nafsi yake kama tutakavyoelezea, lakini ataitoa pale ambapo atakapokuwa ana chakula ambacho ni ziada juu ya chakula chake yeye mwenyewe na familia yake. Ashanunua nguo za watoto wake, mke wake na wale wote waliokuwa chini yake ambao wanamtegemea. Kwa maana ana chakula siku hiyo ya Eid na usiku wake. Basi kile ambacho kitazidi basi akitoe zakatul fitr. Hiyo ndiyo zakatul fitr ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu kuitoa. Na ataitoa hii zakatul fitri, atamtolea mke wake, watoto zake, au atawatolea wake zake, mke wake au wake zake kama na wake wengi, na watoto wake, na vile vile atawatolea si hivyo tu wazazi wake, na vile vile watumwa wake, ingawa kwa sasa watumwa hawapo. Kila yoyote ambaye anakuwa chini yake atamtolea zakatu al-fitr. Na atakapokuwa hajapata isipokuwa kwa baadhi yao, ataanza kujitolea yeye mwenyewe nafsi yake, kisha mke wake, kisha wanaofuatia. Na awajib katika hiyo zakatul fitri atatoa saa. Takriban itakuwa ni kama kilo 3, na baadhi ya ahli ilmu wanasema kilo 2.5, lakini al-afdal toa kilo 3 ndugu Muislamu. Kama itakuwa ni ziada basi hiyo ziada itakuwa ni sadaqa. Kwa hiyo kila mmoja utamtolea kilo 3. Kwa hiyo kama una familia na wewe mwenyewe ya watu 5, yani kwa mfano mathalan mke wako na una watoto 3 na wewe mwenyewe, yani kwa maana watu 5, familia yako mko watu 5. Kwa maana utahesabu 3 mara 5 utapata 15. Hizo ndio zakatul fitri unaitoa.
unampelekea maskini, unampatia hiyo zakatul fitr. Na usimpatie fedha, mpatie mchele au ngano au kadha. Lakini mara nyingi sisi katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, mtu kumpelekea unga au ile siku ya Eid mara nyingi inakuwa yani haileti vizuri. Lakini kama hakuna la budda kwamba una unga huo, una ngano, una mahindi, una kadha, mpelekee. Kwa sababu inawezekana akakosa mtu akumpa akautumia huo. Na hii ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ili Waislamu wote tuwe kitu kimoja. Angalia uzuri wa Uislamu, Sheikh wangu. Tusherekee Eid pamoja. Matajiri na sisi maskini wote tuwe pamoja katika hilo. Na naendelea kukumbusha, msiwasahau maustadhi na mashekhi. Msiwasahau maustadhi na mashekhi. Maustadhi na mashekhi wana shida. Msiwasahau maustadhi na mashekhi katika zakatul mali, katika zaka ya kutoa mali yenu. Tumejielezea katika darasa zilizopita. Msiwasahau maustadhi na mashekhi katika hii zakatul fitr. Msiwasahau maustadhi na mashekhi na maimamu wakati wa kununua nguo za Eid. Msiwasahau maustadhi na mashekhi. Umar radhiyallahu anhu alipotoka kwenda kununua nguo za Eid, kwenda kununua kuhemea kwa ajili ya Eid, alikutana na joho zuri tu, akasema hili lazima nimnunulie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa wakimkirimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao maustadhi na mashekhi ni warathatul anbiya, ni warithini wa mitume. Msiwasahau hawa. Huyu ustadhi unaishi naye mtaani kwako, huyu ambaye anamsomesha mwanao, anamfunza mwanao kumjua Allah na kumjua mtume na kujua Uislamu kwa dalili. Muangalie huyo, usimwache. Muangalie mke wake, waangalie watoto wake. Msimkakaa katika viwanja vya Eid. Ustadhi, shekhe, imam anakuja kuswalisha, au ustadhi anakuja kuswali Eid, hali ya kuwa kanzu yake imetoboka, hali ya kofia yake ni chafu, hali ya kuwa nguo yake haijanyoshwa kwa sababu hana bidii ya umeme. Lazima tuangalie hawa maustadhi, mashekhi wangu. Muangalie huyo ustadhi unayekaa naye, huyu ambaye anakusomeshia mke wako, ambaye wewe huo unaswali naye msikitini, huyu unaswali nyuma yake na swali yake unaipenda, ambaye pale unapofiwa unamuita ustadhi aenda akakushonee sanda, unamuita ustadhi aenda akamlaze maiti wako akamlaze maiti wako kwenye kaburi, ambaye wewe unatamani ukifa ukamtangulia huyo ustadhi kama ustadhi, mimi nahusia anasimamia mazishi yangu. Msiwasahau maustadhi ndugu zangu katika hii zakatul fitr. Katika mambo yako yote, katika maisha yako yote, tusiwasahau hao maustadhi hao. Ustadhi wa madrasa wana hali ngumu, maimam, mashekhi wana hali ngumu, wana shida. Mtu mmoja ananiambia kwamba ustadhi, tumeenda kuswali salatul Eid, mara namuona ustadhi anasoma hutuba hali ya kuwa kanzu imejikunja, kanzu imetoboka. Swala hili likawa limemuuma yule bwana. Sio story ya kutunga ndugu zangu. Ni bwana mmoja aliniambia hivyo. Watu wote wamependeza lakini ustadhi pekee yake. Yule bwana anasema kwamba nilitazama watu wote nikaona kila mmoja kapendeza, lakini ustadhi pekee yake ndiye ambaye alikuwa hajapendeza. Baadaye utakuta baadhi ya watu wanaanza kutazama. Wanatazama wanaume, wanaanza kumsengenya ustadhi kwamba angalia ustadhi kanzu yake hajaifua vizuri, na maana hajui kama hii ni Eid akanunua kanzu nzuri. Lakini ustadhi huyu ndio yule ustadhi ambaye kwa kila mwezi anamtaka mwanao apate 1000 tu, na wewe huitoi. Unalalamika, unasema ustadhi anapenda hela, huipeleki 1000. Na baadhi ya ustadhi wanakuwa wanataka 200 kila wiki, huipeleki 200. Unaanza kusema kwamba ustadhi anataka hela. Sasa unataka ustadhi asaidiwe na nani kama si wewe? Unataka Uislamu uendelezwe na nani kama si wewe? Leo hii tunalilia mambo ya Palestina na kuwalaumu watawala. Angalia watawala wafanye hiki, angalia wewe mwenyewe madrasa, ustadhi wa madrasa pale mtaani kwako anakushinda. Madrasa inakaribia kuanguka, inakushinda, unaanza kuangalia mambo ya Palestina. Unaanza kuwalaumu watu wengine.
Itazame nafsi yako kwanza kabla hujawalaumu mwingine. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Unakaa unaanza kuwalaumu mwingine, wewe mbona madrasa imechakaa? Mbona ustadhi kachakaa? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alikuwa anapita kwenye store ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuangalia kwamba chakula kimeisha au kimebakia. Kimeisha au kipo. Anapita pale anaangalia kwenye store ya Mama Aisha, anapita kwa mke wa Mtume mmoja mmoja. Akikuta chakula hakuna, Uthman ibn Affan ananunua chakula anajaza store ya Mtume. Masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanajali hilo. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu anaandaa nguo za Mtume wakati Mtume anahama kuelekea Madina. Abu Bakar anaenda kununua nguo za Mtume ambazo Mtume ataingia Madina kavaa. Masahabu walikuwa kumjali sana Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa walithini wa Mtume ni huyo ustadhi aliyoko mtaani mwako, ni huyo shekha aliyoko mtaani wako. Wewe usianze kuangalia mambo ya mbali, kama angalia msikiti fulani nani. Wewe angalia msikiti ambao unaishi nao katika mtaa wako, ambao unauswalia salatul fajr, salatul dhuhr, salatul asr, salatul isha. Muangalie huyo imamu ambao unaishi naye. Kuna kuhusieni sana, angalieni sana maimamu, maustadhi na mashekhi na familia zao. Msiwatubi, hao ndio viongozi wenu wa dini. Hao ndio ambao wanakufundisheni mambo yatakao kusaidieni akhira. Siku ambayo la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mali ulizokuwa nazo hazitakufaa, watoto uliokuwa nao hawatakufaa, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana moyo umesalimika. Moyo ambao ulikuwa unapambana kwa ajili ya Uislamu, moyo ambao ulikuwa unapambana kwa ajili ya kuendeleza Uislamu. Na katika kuendeleza Uislamu ni kumsaidia ustadhi asiwe na matatizo, ili apate kuwasomesha watoto, akusomeshe wewe mwenyewe, akuswalishe, amsomeshe mkeo, akuongoze katika mambo ya dini. Leo hii ustadhi akiwa na shida, nani atakayekuongoza? Kwa hiyo tunarudi katika masala yetu hii, zakatul fitri. Tutazame hao mafakiri na maskini, tuwapatie, tusiwapatie pesa. Zakatul fitri, nenda kanunue mchele wapelekee maskini. Ukiona kwamba labda mboga kadha na kadha, wewe toa sadaka. Toa sadaka. Mpe mchele, mpe na 10,000. Lakini muongozo wa Mtume ni kutoa yale aliyoyataja Mtume. Kutoa ngano, kutoa mchele wa hakadha. Kutoa ngano, Mtume alitaja ngano, alitaja ashair, alitaja tende, alitaja kadha na vinginevyo. Lakini pia na mchele unaingia katika hiyo. Na mchele unaingia katika hayo ambayo watu wanakuwa wanatumia, ni katika kile chakula ambacho kinatumika sana katika miji. Hasa katika hivi vyakula ambavyo ni nafaka, ambao ni muadhamu wa vyakula vilivyotajwa na Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo tujitahidi sana kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo kwa mfano mathalan mtu amepata mtoto. Kwa mfano mathalan mwanamke kajifungua kabla ya jua kuzama. Yaani kwa mfano leo ni tarehe 30 katika mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano kesho ni Eid. Mwanamke akajifungua. Familia yako ilikuwa na watoto 5, akapatikana mtoto wa 6 kabla ya kuzama jua. Kwa hiyo alipojifungua baada ya asili, kisha baadaye jua likazama, na huyo mtoto utamtolea zakatul fitr. Kwa nini? Kwa sababu amepatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini ikiwa kwa mfano mwanamke kajifungua Lailatul Eid, yani baada ya jua kuzama, basi hapo huyo hutomtolea nini? Hutomtolea zaka. Kwa sababu nini? Kwa sababu yeye amezaliwa baada ya kuwa mwezi wa Ramadhani umefanyaje? Umeondoka. Yani kwa maana yani hakupatikana katika mwezi wa Ramadhani, kapatikana baada ya mwezi wa Ramadhani. Ikiwa mtu amesilimu akaingia katika Uislamu kabla ya kuzama jua, basi na yeye atatoa zakatul fitr. Lakini akisilimu siku ya Eid, huyo hatatoa zakatul fitr. Hatatoa hiyo zakatul fitr. Hayo ni masala muhimu katika masala ya zakatul fitr. Yani wanaotoa ni wale waliokuwepo ndani ya mwezi wa nini? Wale waliopo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tayib. Zakatul fitri utaitoa, unaruhusiwa kuitoa muda wowote ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hata mwanzo wa Ramadhani, katikati ya Ramadhani. Unaweza kuitoa muda wowote ndani ya mwezi wa Ramadhani, ukampa mtu kama hii ni zakatul fitri. Na hii inakuwa sio wajiba.
yani ule utoaji unakuwa haujawa wajibu, lakini ukitoa خلاص ule wajibu unakatika moja kwa moja. Lakini wajibu unakuwa ni lazima kabisa kuitoa pale ambapo linapozama jua. Ikishazama jua na kesho ni siku ya Eid alfajiri yake, hapo sasa inakuwa ni wajibu tuwe zakatul fitri uitoe kabla ya swala. Uitoe zakatul fitri kabla ya kwenda kuswali. Yani kabla ya ile swala toa zakatul fitri. Unaenda kuswali hali ya kuwa zakatul fitri yale ushafanyaje? Ushaitoa. Kwa tujitahidi ndugu waislamu kutoa hii zakatul fitri, kwani ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, na itakuwa ni tahara katika nafsi yako katika hii zakatu alfitri. Kwa tujitahidi sana sana sana. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.